Waandishi wa habari, waheshimiwa viongozi wa taasisi ya Al-Mahdi, mwenyekiti wa mkoa, katibu mkuu wa taasisi yetu, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, mama yetu Hajat Mariam, mjumbe katika bodi ya wadhamini, mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, na katibu mwenezi wa taasisi yetu mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Ahmed Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote, kwanza nitumie fursa hii muhimu kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia niwashukuru viongozi wenzangu walioweza kufika hapa leo muda huu sahihi na wakati huu. Niwashukuru na waandishi wa habari mlioweza kuacha majukumu yenu mengine na kuweza kufika mahala hapa, tunawashukuru sana. Mimi naitwa Abdulaziz Madenge, katibu mwenezi wa taasisi kongwe, taasisi ambayo katibu wetu ameeleza kwa upana na urefu. Majukumu yake ameeleza walau kwa uchache wake. Mimi kwa upande wangu nitaeleza mambo makubwa mawili tu, na hii tunafanya kwa sababu ya kuchunga muda. Jambo la kwanza, taasisi yetu miongoni mwa mambo ambayo kwamba tunayafanya ni pamoja na kutoa huduma kwa jamii, ni pamoja na kuwakumbusha watu walioghafirika katika dini, ni pamoja na kuchimba visima, mashule, hospitali na kadhalika, na kuwazindua watu wamjue Mwenyezi Mungu, waache mabaya, wafanye mema. Haya yote katika dini ya Kiislamu ni ibada. Definition ya ibada au taarifu ya ibada katika dini ya Kiislamu ni kuacha mabaya na kufanya mema. Taasisi yetu inafanya jambo hilo, kuwazindua watu waache mabaya na wafanye mambo mema. Kwa kuwa hayo yote ni ibada, ibada ndugu zangu inatakiwa ifanyike mahala ambapo pana amani. Ibada yote haiwezi kufanyika mahala ambapo hapana amani. Sisi kama taasisi yetu, miongoni mwetu kuna watu wana mitandao, kupitia simu zao tunaona kama kuna viashiria fulani hivi ambavyo vinaweza kama vitaachwa na vyombo vya usalama vikahatarisha amani ya nchi yetu. Sasa sisi kama viongozi wa dini hatuwezi kukaa kimya, lazima tuseme, lazima tunyanyue sauti zetu ili watu wajue kwamba viongozi wa dini nao wamesema. Kwanza, viashiria vyote ambavyo tunaviona kupitia macho yetu katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tunaliomba ama tunalitaka jeshi la polisi na idara mbalimbali za kiusalama wafuatilie kwa umakini mambo haya, na ikiwezekana wale wanaohusika katika namna moja ama nyingine wachukuliwe hatua kali za kisheria, kwa sababu mtoto mdogo tunasema kama vile sponge, na mtu asielewa chochote tunasema kama vile sponge. Mtoto mdogo kama sponge, asielewa kama sponge. Ukiitia kwenye maji inanyonya, na ukikamua ile maji yanakuwa yenye kutoka. Sponge inabaki kama ilivyokuwa. Mtu asielewa, ukimlisha maneno, maana yake anashika ile maneno anafanya kuwa ni sahihi na ni maneno ya kweli. Lakini mtu mwenye kuelewa, hata ukimlisha maneno hawezi kuyashika na kuyafanyia kazi. Sasa kwa sababu kuna watu wanalisha maneno ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni maneno ya uongo, kwa watu wasioelewa wanaweza kuyashika na kuyafanyia kazi. Kwa hivyo tunarudia tena, vyombo vya usalama vifanye kazi yake ili tuweze kupita salama katika kipindi hiki. Hilo la kwanza. Jambo la pili, taasisi yetu sisi kama alivyosema mtangulizi wangu, katibu wangu mkuu, kwa Kiingereza unaweza ukaita Al-Mahdi International Propagation Islamic Center, kwa Kiarabu unaweza ukaita Al-Markaz al-Islamiyat litambil ghafilina fi dini. Kwa kifupi ndio hiyo Al-Mahdi. Kwa Kiswahili sasa ndio nataka maana hapo. Kwa Kiswahili sasa maana yake ni kituo cha kuwazindua watu, sio Waislamu tu peke yake, ni kituo cha kuwazindua watu Waislamu
Wakristo, wapagani, ina maana hata wasiokuwa na dini. Na Tanzania pia ina watu Waislamu, Wakristo na wapagani pia wapo walioghafirika katika mambo ya dini. Sasa kwa sababu ni watu na watu wana dini zao na hata wengine wasiokuwa na dini, kwa kuwa kituo chetu kazi yake ni kuwazindua watu walioghafirika. Tunajua kuna watu hapo wameghafirika. Tunataka tuitumie fursa hii kama taasisi ya Al-Mahdi kuwazindua watu wajue nini. Tumefanya research kama taasisi, tumebaini maisha ya Mtanzania 70% mpaka 80% lazima atoke. Akishatoka apambane, apate riziki ya kula na wanawe, na kesho tena atoke apambane, apate riziki na wanawe, aweze kula katika siku hiyo, alikadhalika na kesho kutu. Endapo sisi wa Tanzania kwa maisha yetu amani ya nchi hii itakuja kuvurugika, maana yake ni kwamba Mtanzania huyu pengine aliyevuruga amani kwa mikono yake akawa ndani wiki nzima, atoki nje kwa sababu ya kuishi labda huko nje hakuko salama. Tuna wasiwasi kama taasisi, kuna watu watakufa kwa njaa tu, kwa sababu Mtanzania ili aweze kuishi na familia atoke, iwe baba au mama, ndo familia inakula. Sasa leo hakuna kutoka huko nje hakuko salama wiki nzima, mwezi mzima, maana yake familia hii kuna hatari ya kufa kwa njaa tu, kwa sababu huko nje usalama hakuna, hawana chakula ndani, hawana unga, hawana mboga. Sasa tunaomba watu walitathmini hili kwanza. Waarabu wana kitu kinaitwa kaifia, Waingereza kuna kitu wanaita future. Unapotaka kufanya jambo, Mtume anasema kabla kufanya angalia mwisho wake. Wewe Mtanzania ambaye maisha yako Waswahili wanaita pangu pakavu tia mchuzi, ili uweze kutoka ndo familia inakula. Endapo utakuwa ndani hali imekuwa tete huko nje wiki, mwezi, unaweza? Kama hatuwezi, basi kupitia miguu yetu, kupitia mikono yetu na kupitia akili zetu, tunawasa wa Tanzania wasijaribu kuvuruga amani ya nchi hii. Tunawasa ndugu zetu wa Tanzania wasije kuvuruga amani ya nchi yetu. Kwa mfano, tuangalie wenzetu Kongo, tuangalie wenzetu Gaza. Leo Gaza imebaki magofu baada ya kuwa amani imetoweka katika nchi. Tanzania kwa sasa inapendeza, Dar es Salaam inapendeza. Maana yake ni kwamba hali ikiwa tete hapa, kwanza nchi yetu itabaki magofu. Kuijenga iwe kama ilivyokuwa zamani Dar es Salaam, Tanzania, itatuchukua muda mrefu sana. Kwa hivyo tuangalie mwisho wa jambo, tusiangalie mwanzo wa jambo. Na inatakiwa hapa, ndugu zangu wa Tanzania, tunazungumza na Watanzania hapa, hatuzungumzi na Waislamu peke yake. Tunawazindua watu wote sasa, Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, katika hili ambalo tunaliendea. Mimi nadhani usishawishiwe na mtu. Use your mind, don't use helping mind. Tumia akili yako na usipende kusetiwa na mtu, kwa sababu inawezekana ni kuseti pengine mambo yake safi, anaweza akakaa mwaka, miezi 6 ameshaweka stock ya chakula ndani. Hata akiwa ndani huko nje alitete, hana shida, anakula na familia yake, wanashiba, kuna atakayekufa ndani ya familia hiyo. Lakini wewe na mimi tuitazame familia yetu. Tuna uwezo wa kukaa ndani wiki bila kutoka nje? Mtakula nini? Kama unaliona hilo halifai, mimi naomba kupitia presi hii, kupitia waandishi nyinyi, mpeleke ujumbe wetu huu kama taasisi yetu kongwe ya Al-Mahdi au Al-Markaz Al-Islamiyat Al-Tambighi. Na ili halitaishia hapa, inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kupitia viongozi wangu pamoja na sisi wenyewe tumejipanga, tutapita nchi nzima kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwashawishi watu, sio Waislamu tu, wasikubali kufanya hivyo, kwa sababu ni hatari ambayo iko mbele yetu. Na tuitazame hii kwa sababu ya familia zetu. Baada uchaguzi kuna maisha, si kwamba maisha yanaishia tu ina maana baada uchaguzi. No, baada uchaguzi kuna maisha. We have bad living condition, tuna hali ngumu. Sasa hali ngumu hiyo endapo utakuwa ndani itakuwa ngumu zaidi. Kwa baada ya kusema hayo, niseme moja tu la mwisho. Tutatumia fursa hii kwa ajili ya kufanya dua, lakini kabla ya kuifanyia dua, kuiombea amani nchi yetu, na Mungu akijalia atajibu dua hiyo, kwa sababu tuna lengo zuri. Tutakwenda kupita nchi nzima kuhakikisha, kwa sababu tuna viongozi nchi nzima wa mikoa, wilaya, na wenyewe watoe matamko kupitia baadhi ya maeneo ili watu wapate kulielewa hili. Si Waislamu peke yake, ili watu wapate kulielewa hili, umuhimu wa amani katika nchi yetu. Baada ya kusema hayo,
Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.